Bwana Yesu asifiwe. Isaya sura ya 61 mstari wa 1 mpaka wa 6. Nitasoma kwa msaada wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Roho ya Bwana hii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mstari wa 2, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Mstari wa 3, kuwaagizia hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa, watapainua mahali palipoukiwa zamani, watatengeneza mji ulioharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Nawe wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingi watakuja, wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu, bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tutakwenda kurudia mstari mmoja mmoja. Nitasoma muda huu mstari wa 1. Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mungu anatukumbusha mimi pamoja na nyinyi. Cha kwanza, tulipofika kwenye madhabahu hii tulipewa huduma ya mafuta. Huduma ya kwanza kabisa, kila aliyofika kwenye madhabahu hii, Bwana Yesu asifiwe, tulipewa mafuta. Yale mafuta tuliopewa mahali hapa, mimi pamoja na nyinyi, natakiwa tuyafanyie kazi kwa kutangaza injili ya madhabahu ya Yesu ni Bwana na Mwokozi wa mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokaa mitaani, tunapotembea majirani, inatakiwa hii injili tusiwe na uchoyo nayo. Kuna watu ambao bado wamefungwa na shetani. Kuna watu bado wanahangaika kumtafuta Mungu wa kweli, watampata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inachotakiwa wewe uliokupewa kibali ukafika mahali hapa na Mungu akakuokoa kwa kujipaka mafuta, inatakiwa wewe sasa uwafariji wale watu ambao unaowaona wamelala kwenye vitanda, wanaumwa, lakini wanatafuta msaada, wataupata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa tutembeze hii injili kwa kuwanyakua wale watu wenye shida. Lakini utaangalia na watu wenyewe, kwa sababu binadamu wako wanaetafuta Mungu, wako wasiotafuta Mungu. Na ndio maana hapa Mungu amesema kwa wale wanaoamini kwamba kuna Mungu anaponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wanaoamini kwamba Mungu wa kweli yupo, na Mungu anatenda, na Mungu anaponya, na Mungu anafufua watu. Kuna baadhi ya watu hata hapa leo tupo, wengine hatuamini kwamba huyu Mungu kweli mimi ataniponya, Mungu huyu kweli mimi atanifungua hivi vifungo nilivyokuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa haya mafuta tuliopewa hapa tuitangaze hii injili, tuwasaidie watu wale wanaougua mitaani, wanatafuta hii injili iko wapi. Muda wengine wanakosa msaada wa kusaidiwa kwamba wewe ni tatizo, twende kwenye injili ya Yesu ni Bwana na Mwokozi wa mataifa yote, utapona. Tusiwe watoe kwa wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema inatakiwa tuwasaidie wale watu ambao wamevunjika moyo, na kweli wapo watu wamevunjika moyo na haya maisha kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe.
Sisi tunashukuru Mungu ametupa kibali, tumefika mahali hapa. Sasa kama sisi tumefunguliwa, inatakiwa hata hao watu wanaopitia shida, wanaovunjika moyo, tuwasaidie kwa kuwaonyesha injili inapopatikana na kwa kuwapa moyo ili na wao waje kwenye uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Waje wafunguliwe. Mstari wa 2 anasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku cha kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Bwana Yesu asifiwe. Huu mwaka ni mwaka wa kisasi kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Huu mwaka ni kweli ni mwaka wa kisasi kwetu sisi, kwa maana tulitangaza hii injili mpaka shetani achanganyikiwe. Kisasi chetu sisi ni Mungu mwenyewe anayelipa kisasi chetu sisi kwa watesi wetu waliotutesa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wabaya, Mungu atatulipia kisasi kwa wale wote ambao walikuwa wametushikilia, wakachukua akili zetu, wakachukua maisha yetu, wakachukua mashamba yetu, wakachukua na uzima wetu, wakachukua na kila kitu ambacho tulichokuwa tunakimiliki katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunalala na njaa, lakini Mungu hapa leo amesema atatulipia kisasi kwa wale wote wabaya waliotutesa wale. Kama tulikuwa tunalima mashambani hatuvuni, Mungu tukilima sasa hivi atawanyang'anya mazao yote, atakuja kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli mitaani huko tunapopita wanaumia. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu wengi tumevuna, wengi tumetoa shuhuda, wengi tumetoa mafungu ya 10. Kile ndio kisasi cha Mungu, anarudisha mali zilizoibiwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tulikuwa tunatafuta, tulikuwa hatupati. Tulikuwa tunaugua kila siku, hata ukienda hospitali ukipima unaambiwa UTI kila siku, UTI kila siku. Kumbe sio UTI. Bwana Yesu asifiwe. Ni walitubandikizia magonjwa ambayo yasiyoponyeka, lakini tumefika hapa, Mungu ametuponya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuponya na tunaendelea kuimarika wote kwa jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Mstari wa 3 akasema kuwaagizia hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi ya sifa badala ya roho mzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mungu anasema ametupa mavazi ambayo mavazi haya jamani, tulivuliwa kweli, tukaveshwa mavazi ya shetani. Mtu hata kama ukaoga, mtu hata kama ukatembea, lakini bado vazi lako linaonekana chafu, wakati huo Mungu inawezekana wewe amekuvesha vazi safi la kuonekana kila sehemu, lakini wabaya wakatuvesha mavazi machafu ya kuchukiwa na watu, ya kutokupendwa, ya kuharibiwa kiuchawi. Maana tumeloga kwa kujua na kutokujua. Hayupo mtu anayezaliwa tu mtoto ana wiki moja akaanza kuloga kuruka na ungo. Jamani, hicho hivi tulivesha yale mavazi zamani na wazazi wetu. Sasa Mungu hapa amesema atatuvesha mavazi yaliyo safi, kila sehemu watatushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yaliyo safi kuambia sura zetu, mpaka maisha yetu, mpaka mashambani, mpaka majumbani mwetu. Mavazi kila ukitembea vazi lako linang'aa, kila utakapopita vazi linapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu ametupaka mafuta ya haki, mafuta ya kumpendeza kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ametuondolea hata zile roho nzito. Mungu ametuondolea mahali hapa roho nzito. Yaani ukikaa tunasema leo siendi shambani, leo siendi kanisani, ngoja kwanza nitaenda kesho, ngoja kwanza nitaenda kesho kutwa. Hiyo ni roho nzito anayokupandikizia shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tulipofika hapa, hizo roho Mungu ametuondolea. Mungu ametuvesha vazi la sifa
Mungu ametuvesha vazi ya kuonekana na watu, mpaka ametupandia miti ya haki kila sehemu tunapopita. Haki zetu zilizokaribiwa, haki zetu zimerudi. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi ya sifa sasa hivi kila tunapopita tunapata mavazi ya sifa. Hata hii injili ya Yesu ni Bwana na Mwokozi wa mataifa, huko mitaani wanaisifia jamani, na wanasema kabisa jamani, kuna kanisa Lima na Makwale huko linagaga maji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kanisa huko linatisha. Kwa hiyo ndio sifa ya injili yetu. Baada ya mavazi ya kuendeleza, maana mtu ukikaa tulikuwa tunalia hata bila kupigwa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa unajikuta wewe ni mtu wa huzuni tu kila wakati, unajikuta ni mtu yani wewe wa kuchanganyikiwa, unajikuta mtu wa kukata tamaa ya kuishi hapa duniani. Yale ni mavazi ya maombolezo. Sasa hata mavazi yale tumeyachojoa. Bwana Yesu asifiwe. Yale mavazi ya huzuni kwenye madhabahu, Mungu ametutendea na mtume wetu ametuvuavua mavazi yale ya kulialia, mavazi ya kukosa raha, mavazi ya kukosa amani. Unaweza ukapika chakula tenzi moja tu umeacha hata kula hauli. Mavazi ya huzuni ya kufikiria kusakuka kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Hayo na leo hapa leo tumeacha, tumetegelea. Na kama wewe bado unajiona una huzuni, bado unakuja hapa unasema kifunguliwi, jichunguze mwenyewe. Una vazi gani ambalo sio unataka kuiacha? Bwana Yesu asifiwe. Una vazi gani ambalo unaloling'ang'ania kiasi kwamba wewe hapo unashindwa kupokea? Lakini mtu hapa ukifika ndani ya mwezi tu hapa lazima utasema kitu kimoja umekipokea. Kwa nini ukae miezi miwili usitoa ushuhuda wowote ule? Hata ukashinda kusimama hapa lakini mtume ukanitafuta ukatoa ushuhuda. Kwa nini? Jichunguze. Vazi ulilokuwa nalo jichunguze. Leo mzito uliokuwa nayo jichunguze. Tujitahidi kukataa hayo mavazi na hizo leo tuziachilie mahali hapa, zituachie kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tunapoacha haya mavazi mazito, tunapoacha hizi tabia chafu chafu, Mungu wetu ndo anapenda ili azidi kutukuzwa huko mitaani. Hivi jamani, hapana raha Si unaona anashindwa kuinuka miguu Baba imba, Baba, 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 umeinuliwa juu. Gloria! Jo! Aya. Kuanzia hapo wanavuliwa sasa hivi. Kuna vazi fulani limeveshwa. Linafuka. Sasa hivi kiunoni. Livuke tu. Na kushukuru mtakatifu, hilo magotini sasa hivi. Magotini. Natakiwa anyanyuke mwenyewe. Hilo. Kwenye miguu. Malaika chukua. Gloria! Na kutamkia kwa jina la Yesu, inuka kwa mamlaka ya jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote semeni amina. Usikopi. Kuna wana wasikewa walikopigi. Kuna wana wasikewa waliokuwa wameona kina nani wanafanya miujiza, wakasema nila zote nimezikata, nimefyeka kwa mamlaka ya jina la Yesu, uwe mzima. Na kutamkia kwa kufungua. Damu Yesu ianzie kuanzia utosini kwako mpaka nyayoni. Gloria na kufunika, uwe upokee uzima na uponyaji katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.